Shalom, shalom kwako mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Ninayo furaha nyingine tena kukukaribisha katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Singing in the Spirit. Kipindi ambacho kinakujia kila siku saa 12:30 asubuhi katika madhabahu yako hii ya Sonship Spirit TV. Lengo likiwa ni kufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake. Mwana wa Mungu, wewe mwenyewe ni shahidi kwamba mahali hapa tumeendelea kumfurahia sana Roho Mtakatifu na karama zake, na siku ya leo tena tutakuwa na maombi. Ningependa sana kuomba na mwana wa Mungu ambaye unanitazama, lakini kwanza kabla ya hapo napenda kushare neno la Mungu Baba pamoja nawe mwana wa Mungu. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Neno la Bwana linasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mwana wa Mungu, huyu ni Mtume Paulo anatuandikia sisi wote ambao tunasoma waraka huu kwamba tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, na hii ndiyo ibada yetu yenye maana. Tukiangalia kwanza neno la kwanza ambalo ni dhabihu iliyo hai. Mtume Paulo ana maana gani kutuambia sisi kuwa dhabihu iliyo hai? Tukiangalia kwanza neno hai, maana yake inamaanisha living, ambayo inamaanisha nini? Breath. Kwa hiyo tukiangalia kwanza katika kipindi cha nyuma katika Agano la Kale, kwa nini watu walikuwa wanatoa dhabihu? Kitu cha kwanza walikuwa wanatoa dhabihu ambayo inamaanisha nini? Sacrifice. Ilikuwa ni kwa ajili ya kupata upatanisho na nani? Na Mungu. Mambo ya Walawi sura ya 16 tunaangalia kwanza, ukiangalia tu pale kuanzia mstari wa 1 tunaona wana wa Haruni wawili ambao walikuwa stricken to death by God kwa sababu hawakuwa katika utaratibu mzuri wa kutoa ile dhabihu mbele za Bwana. Na tukija tukaangalia katika sura hiyo hiyo tunamuona Mungu anamwambia Musa. Hii sura utakwenda kuisoma mwenyewe mwana wa Mungu, hapa nitaelezea in short ili tuweze kwenda in detail ambayo ninataka kushare na wewe siku ya leo. Tukiangalia katika hiyo sura tunaona Mungu anamwambia Musa aende kumwambia Haruni, ambaye Haruni alikuwa ni kuhani mkuu, namna ya kuweza kutoa dhabihu katika namna ambavyo Bwana alivyokuwa amewaelekeza makuhani wakuu jinsi ya kuweza kutoa sadaka mbele za Mungu. Na tunaona kwanza kuhani mkuu alitakiwa aende mbele za Mungu na ng'ombe dume, ng'ombe mme ambaye alikuwa ni sadaka ya dhambi kwa ajili ya kujipatanisha yeye na Mungu, lakini yeye pamoja na familia yake, like to present it before God, lakini walikuwa wanasiki upatanisho mbele za Mungu na kusamehewa mbele za Mungu. Lakini pia wewe alitakiwa kwenda na kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Lakini pia wana wa Israeli walikuwa wanatakiwa kupresent mbuzi wawili, mmoja akiwa ni kwa ajili, na walikuwa wanapigiwa kura, mmoja ni kwa ajili ya sadaka ya dhambi, ambao hizo zote za sadaka ya dhambi ilikuwa ni anachinjwa, alafu ile damu yake inakuwa sprinkled kwenye kiti cha rehema. Lakini pia mbuzi wa pili alikuwa ni Azazeli kwa ajili ya nini? Scapegoat, ambao Haruni alikuwa anamwekea mikono. Baada ya kumwekea mikono tunaona kwamba ana confess dhambi zote za nini? Za wana wa Israeli, na yule mbuzi anapelekwa jangwani mahali kusikokuwa na watu, na kondoo alikuwa ni kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa. Na hii kitu ilitakiwa wana wa Israeli wafanye hivi kila mwaka. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sadaka yao waliotoa ilikuwa haiwezi kujitosheleza. Kwa hiyo walikuwa wanaendelea kuwa na conscious of sin. Kwa due to that walitakiwa wafanye kila mwaka walitakiwa kufanya hivyo, ili lengo lilikuwa ni kwa ajili ya upatanisho na nani? Na Mungu. Ndio ilikuwa ni lengo la sadaka hiyo. Lakini katika agano hili tunamwona Yesu Kristo ambaye ndiyo dhabihu iliyo hai, iliyo safi na takatifu inayompendeza Mungu, ambaye alienda mara moja akafa, akazikwa, akafuka kwa ajili yetu, na ni sadaka iliyojitosheleza mbele za Mungu na mbele zetu sisi wanadamu. Na kwa sababu hiyo sisi hatuna tena haja ya kwenda mbele za Mungu na such kind of sacrifices ambazo walikuwa wanazitoa kule, sadaka kuteketeza, sadaka ya amani, sadaka ya dhambi, vyote hivyo sisi we no longer
never do that kwa sababu ya kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Waibrania sura ya 9 mstari wa 14 inatuambia, basi si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo yenu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Tunaona kwamba hii sadaka ya Yesu Kristo inatusafisha dhamiri zetu pia. Ndio maana we no longer be conscious of what? Of sin. Kwa nini? Kwa sababu sadaka ya Yesu Kristo inayojitosheleza mbele za Mungu na mbele zetu imetusafisha mpaka dhamiri zetu. That's why kupitia Yesu Kristo sisi hapa ni nini? Sisi tumefanyika watakatifu wa Mungu. Ndio maana tunamwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo tuliyoiamini. Lakini pia tukiangalia pia kwenye Waibrania hiyo 9 mstari wa 26 inatuambia kwamba kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Kwamba Yesu Kristo amezitangua dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Hivyo mwana wa Mungu huna tena haja ya kwenda nini? Ya kwenda mbele za Mungu na such sacrifices. Kwa nini? Kwa sababu ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo huyo ndiye upatanisho, ametupatanisha sisi na nani? Na Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 13 mpaka wa 18 neno la Bwana linatuambia, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwao wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Wote tunamkaribia Mungu Baba katika roho mmoja. Kipindi kile aliyekuwa anatakiwa tu kuingia patakatifu alikuwa ni kuhani mkuu, lakini sasa hivi mimi na wewe mwana wa Mungu tumepata kwa njia kupitia Yesu Kristo tumepata kumkaribia Mungu Baba kwa roho moja. Ndio maana mimi na wewe mwana wa Mungu ambaye tumemwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu yuko ndani mwetu kututhibitishia hili, kwa sababu yeye ndiye ambaye ndiye hakikisho la wokovu wetu ndani yetu, na ndio maana tunamkaribia Mungu kwa roho mmoja. Mwana wa Mungu, siku ya leo tunapokwenda kuomba katika roho, tunapokwenda kuimba katika roho, natamani ujue kwamba Yesu Kristo ndio sadaka inayotosha. Lakini Mtume Paulo anapotuambia kwamba dhabihu iliyo hai, tunajua kwamba hamaanishi kwamba tunatakiwa tena kuchinja ile na nili. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo tayari amesha tuonyesha, kwa sababu ukisoma Wakorintho wa 2:17 inatuonyesha kwamba Jesus was the substance. Kile kingine walichokuwa nakifanya katika Agano la Kale ilikuwa ni kivuli cha mambo yanayokuja. Kwa hiyo the real substance is Jesus Christ. Na ndio maana unaona pia katika Yohana 1:29 pale anasema kwamba pale ambapo mtume Yohana pale anapotuambia kwamba siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo maana Yesu Kristo alifanyika both, alifanyika mwana kondoo wa Mungu, alifanyika those goats, wale mbuzi wawili, mmoja alikuwa ni scapegoat, mwingine alikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. All that he became all that on the cross, ili mimi na wewe tupate kumkaribia Mungu kwa roho mmoja, kama tulivyosoma kwenye Waefeso 2 mstari wa 18. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru sana Mungu kwa neema hiyo. Kwa kupitia Yesu Kristo tumepata upatanisho mbele za Mungu, tuna amani na Mungu, kama ambavyo kwenye Waefeso amesema kwamba akatupatia amani, kwamba akafanya amani kati yetu sisi na nani? Na Mungu. Kwa haina tena haja kwenda na such sacrifices. Lakini Mtume Paulo anapotuambia dhabihu iliyo hai anamaanisha nini? Kitu cha kwanza, Mungu anakuhitaji wewe mwana wa Mungu. Mungu hahitaji tena hizo sacrifices. He needs you. Tukiangalia kwenye Zaburi 51 mstari wa 17 inatuambia kwamba
dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Unaona kwamba moyo uliovunjika na kupondeka Mungu hutaudharau. Hapa moyo uliovunjika, mwana wa Mungu Daudi anamaanisha nini? Mfalme Daudi anachokimaanisha hapa, anamaanisha kwamba the heart that is yielded before God, moyo ambao umesurrender to God, moyo ambao umekuwa, yani the heart that is ready to be used by God. Ndio kitu anachokimaanisha hapa kwenye Zaburi, kwamba anasema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, the heart that is ready to be used by God. Na ndio maana nilikwambia anaposema dhabihu, anasema kwamba dhabihu iliyo hai, anamaanisha nini? Anamaanisha wewe mwenyewe. God needs you, God needs me. Kwa nini? Kwa sababu sisi ndio ukwani wa kifalme tunaozitangaza fadhili za Bwana hapa duniani kote. Mungu ni roho, ili operate anahitaji mwili wangu, anahitaji mwili wako, ili aweze kuoperate katika ulimwengu huu. Kwa that's why dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, the heart that is ready to be used by God, the heart that is yielded to be used by God. Ndio maana anaposema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, acceptable to God. Kwa yani we already been acceptable to God through Jesus Christ and his finished work of the cross. Kwa hiyo sasa, mwana wa Mungu, tunavyokwenda kuomba, I want you to just to surrender your heart, kwa sababu we have seen kwamba God needs you. Ndio maana tukiangalia kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19, neno la Mungu linatuambia kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo, mimi na wewe mwana wa Mungu, all we have to give before God is to present ourselves a living sacrifice which is holy, acceptable, and that is our reasonable service before God. Hiyo ndio ibada yetu yenye maana mbele za Mungu. Kwa mwana wa Mungu, mali popote ambapo unanitazama, I want you to surrender before God, to yield to God, to speak those words ambazo kila neno ambalo unalisikia linatoka ndani ya kinywa chako. Kwa nini? That's how you present yourself before God. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anahitaji kukutumia wewe, anahitaji wewe mwenyewe ukapate kumwadhimisha. Na tumesema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Roho iliyovunjika maana tumesema ni nini? Hapa alichokuwa anakimaanisha Mfalme Daudi ni nini? Anamaanisha kwamba ni moyo ambao, the heart that is ready to be used by God. So I want you to join me tunavyoingia kwenye maombi. Nataka kuomba na wewe mwana wa Mungu, mahali popote ulipo, endelea kuachilia sadaka yako mbele za Mungu, endelea kumwabudu na kumwadhimisha mfalme wa Mungu. That is what it means to be a living sacrifice. Hiyo ndio maana sahihi kabisa ya wewe mwana wa Mungu kuwa dhabihu iliyo hai, kuendelea kumwabudu Mungu, kwa sababu anasema kwamba waabudu halisi wanaabudu Mungu katika roho na kweli. Endelea kumwadhimisha mfalme wa falme kwa maneno ya kinywa chako, endelea kuachilia hiyo dhabihu yako. You are already a living sacrifice before God. Endelea kumwadhimisha mfalme wa falme kwa maneno ya kinywa chako. The best way to do this is through speaking in tongues. Kama ambavyo unanitazama, tunakwenda kunena kwa lugha tukimwadhimisha mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani. This is our reasonable service. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako kwetu. We thank you Father for this day. Rikande reketeri broshika randa kazondi kraha likazo liboje kelende libahaza kataya mando rande kesiketa rikazo. Father, we thank you for Jesus Christ, kwa sababu ndiye sadaka inayojitosheleza mbele zako na mbele zetu. Mfalme wa falme, tunakuadhimisha kwa maneno ya vinywa vyetu. Rikere bashandere basanta rabahandere kuza rika sakatara bashike lendere braha likazo limante liketi kelahala brozike teri baha likuza kararaba rekusi ketaya marada kus likeshile brahande kisantiri ha likuza kararaba. Mwana wa Mungu, endelea kumwazimisha Roho Mtakatifu, endelea kumwadhimisha mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani, kwa maneno ya kinywa chako, kwa kila neno unalolisikia ndani mwako. Endelea kunena kwa lugha, endelea kuachilia hiyo sadaka ya dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Endelea kumiminika mbele za Mungu kwa kunena kwa lugha. Riko zarabakente librahaza lekatira braheji ketaya manto rihara kateri ha liko jente librahande ketele brahanda liko zakara rabashinte libahaza rike sente libahanda ramayantu kraheza ketea baha liko jakara rabasike taya maronda kasi kete
likaradabashonte lebrahande lekesente maha. Baba, tunakuadhimisha mfalme wa falme, tunakutukuza. Thank you Father, because this is our reasonable service to you. We worship you with the sacrifice of our mouth, with the sacrifice of our sweet words that we can offer to you this morning. Rikando rabazike tarabashinde lebrahande reketere brahanda liko shanda radasike tarabashente rebahaza likasanda rabahante keranda rabajia haziko radabakande reboza kata yanda rabashika liko zakata rana masuko rinde kashante rebahande likande rebo Samara dabahanta yamane. Mwana wa Mungu, usiache kutamka hayo maneno unayoyasikia yanatoka ndani ya kinywa chako, kwani hiyo ndiyo ibada yako yenye maana mbele za Mungu. Kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako, kwa kunena kwa roho, kwa kunena kwa lugha, endelea kumwadhimisha mfalme wa falme. Hii ndiyo ibada yetu yenye maana. If you feel like singing in the spirit, go ahead, continue speaking in that language, continue singing in that language. Rikashila baranda kasu lande leheze keta lakuza kara dabashike tea maronda kasike taya hikuza kata rande kilo dabashike hezi kataya hikara basunte rehanda rabashia hasuka taya mara dahaza kataya. Father, we worship you with our words, we worship you with our language, we worship you with our everything, we worship you with our body, we worship you with everything that we have. We can only offer worship to you. Rika sandere basintere brahanda raba riko zakara mashile barada basika hikantara mando rabaskerehe jila dabaza karindo shakata hekiza randa rabashunti rahaza hiko rabasike tara bashentere brahande lika sakaranda rabasuko toya likaranda rabashele brahanda hikuza lande rabashika radiso taya makan usikelida baradiko sharanda rasiketa likashata rabasanda rabahana. Kwa maana umemimina roho wako kwa wingi ndani yetu, nasi tunakuadhimisha mfalme wa falme. Mwana wa Mungu, usiache kuendelea kunena kwa lugha mahali popote ulipo, kwani huu sio mwisho wa wewe kufanya maombi, ila ni mwanzo wa many more good things to come unto you. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya wingi wa fadhili zako ndani yetu. Asante kwa ajili ya karama hizi za Roho Mtakatifu ndani yetu, kwani kupitia hizo tunakuadhimisha mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani. And this is our reasonable service to you, Abba Father. In the mighty name of Jesus we have prayed and believed. Amen. Mwana wa Mungu, nimefurahi sana kufanya maombi haya pamoja nawe, kwani it's a good thing when we share altars together, mimi na wewe mwana wa Mungu, katika kumwadhimisha na kumtukuza mfalme wa falme, Bwana wa majeshi na amani. Ningependa kukaribisha tena katika vipindi vyetu vingine vinavyofuata, na kuendelea kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa TikTok. Tunakwenda kwa jina la Singing in the Spirit Media, lakini pia tupo YouTube kwa jina la Singing in the Spirit Media. Unaweza kaendelea kutufuatilia pia, lakini kupitia madhabahu yako hii ya Sonship Spirit TV. Usiache kumkaribisha mwana wa Mungu mwenzako ambaye unaona kabisa kwamba anatamani na yeye kufahamu zaidi kuhusu Roho Mtakatifu na karama zake, lakini pia hii ni faida kwako na kwangu pia, mwana wa Mungu, kuendelea kukua katika kimo na cheo cha Kristo Yesu. Habari njema ni kwamba unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. Singing in the Spirit, always God is at work. I love you and I wish you a nice day. Shalom. Shalom.